Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji, ndugu unaniangalia, na zidi kukushukuru kwa kazi unayozidi kuitenda katika channel hii. Hiyo kazi ya kucomment, hiyo kazi ya kushare, hiyo kazi ya kulike na kusubscribe, kazi ya kuambia wana wa Mungu ujumbe ambao ni wa siku hizi za mwisho. Unajua siku za mwisho lazima Mungu aambie watoto wake kwa kuonyesha upendo wake juu ya watoto wake. Na kwa ajili ya upendo huo ndio maana Mungu anahakikisha, niseme anahakikisha, anaambia, anajifunua kwa mtu na kumfunulia mtu siri, na huyo mtu apate kuambia watoto wake yale ambayo Mungu anataka watoto wake kujiepusha nayo na kuenenda katika kweli na katika njia ya haki. Sasa leo ninakuja kuanzilisha ile sehemu yake ya 16, kwa maana sehemu iliyopita ilikuwa 15, na kuanzia sehemu ya 13 hadi hivi tunaendelea ni unabii ambao niliambiliwa kama nilivyozidi kuambia ya kwamba kipindi cha kuharibika kwa dunia kuna mafundisho ambayo nilikuwa nafundishwa ili kuambia watoto wa Mungu, kuna mafunuo ambayo nilikuwa nafunuliwa, kuna nabii ambaye nilikuwa napewa nabii ili kuambia watoto wa Mungu, lakini kuna maonyo ya kuambia kanisa la Bwana Yesu Kristo. Nimeongea mambo mengi katika kipindi hiki, na imani kama wewe ni mfuatiliaji wetu kabisa, na imani umeelewa yote na umeelewa. Lakini kama wewe ni mara yako ya kwanza kusikia kipindi hiki, basi ni kuombe sikiliza hili, lakini urudi katika sehemu ya kwanza alafu unapanda ujue ni nini Mungu anataka kuongea na wewe. Kwa hiyo tuko sehemu ya 16 katika unabii huu. Tunaendelea na tutakapomaliza unabii huu tunapose kamera kidogo hadi tena Bwana Yesu Kristo atupatie ruhusa. Si eti tunavyo, lakini atutoi kwa sababu ni kutoa ama kujifurahisha. Tunatoa kulingana na mpango, kile kilichosemwa ongea hicho tunaongea. Basi tulishia mahali ambako kuna naona na sauti inaniambia niambie na watoto wa Mungu juu ya kwamba maovu yao, dhambi zao zinaonekana mbele ya Yesu Kristo. Nikaonyeshwa jinsi gani wingu lilivyokuwa kioo, nikawa naona bara zote za ulimwengu na matendo anayoyatenda. Ndio niliyoyaonyeshwa. Na leo tuko katika mwendelezo wa sehemu zilizobaki ili tupate kumalizia nabii huu na njia zote za Yesu Kristo zipate kukamilika. Basi sasa baada ya hapo mimi niliona vifaru. Najua unaelewa, kila mtu anaelewa kifaru ni nini. Kifaru, haleluya. Kifaru ni magari ya vita ambao wanajeshi wanaingia ndani na kuanza kutembeza. Ukiwa nje ya kifaru uweze ukaona dereva ndani, lakini yeye anaona nje sawa. Kwa maana yuko labda niseme makamera nini. Ni gari la vita ambalo lina uwezo kabisa wa kufika kila mahali. Lina uwezo mkubwa. Kwa hiyo nikawa naona hizo vifaru vya vita, magari ya kijeshi ya vita. Wakati naona hayo magari ya kijeshi ya vita, mimi sikukata tamaa. Nilitaka sasa niendelee kujua maana gani ya kifaru cha vita, ina maana gani vione. Na wakati naona ndo hapo nikaambiwa hivyo unavyoona ni vifaru vya vita. Hivyo ninaonyeshwa vifaru vya vita ni vifaru vya vita, lakini pia naonyeshwa uharibifu wa dunia, na nione jinsi gani mashetani wanavyotenda kazi mchana na usiku bila kuchoka na bila kulala. Wanatenda kazi bila kuchoka na bila kulala dunia. Sasa wanatenda hiyo kazi katika dunia. Sasa nikaambiwa, sauti inaendelea kuniambia tuseme nini basi kama dunia haipo katika vita. Kaniambia si vita vya Kongo unavyoviona, si vita vya Ukraine unavyoviona, si vita vya mahali vyovyote ambavyo viliwahi kupiganwa katika dunia hii,
bali ni vita kati ya kweli na uongo. Vita kati ya kweli na uongo. Kaniambia uongo unatamani kuinuka uwe juu ya kweli, na kweli haitaweza kushindwa. Ndio ninavyoambiwa, kwa maana kweli yafukuza giza na uongo ni giza. Kwa hiyo utasimama mbele ya makuhani, utasimama mbele ya watu, uambie ya kwamba njia zao zinaonekana wazi. Haleluya Bwana. Njia, matendo, maisha ya mwanadamu inaonekana wazi. Ukiwa wa giza, utakwenda katika upande wa giza. Ukiwa wa nuruni, utakwenda katika upande wa nuru. Wana wa Mungu lazima wajue jinsi ya kuenenda. Lazima wajue jinsi, haleluya, ya kuenenda. Sasa akaanza kuniambia mambo ambayo wana wa Mungu wanahitaji kufanya. Akaanza kuniambia kubagua, yani kubaguana haifai katika kanisa la Bwana. Haleluya, haleluya Bwana, haleluya. Kubaguana au ubaguzi yani haufai katika kanisa la Bwana. Akaniambia uzulumati haufai katika kanisa la Bwana. Matendo ya giza, akasema matendo ya giza yanapokuwa katika kanisa, mambo machafu yanapotendeka katika kanisa, hilo silo kanisa la Bwana Yesu Kristo, bali ni kanisa la giza, ambalo unaona giza iko na vifaru, giza lina wanajeshi na wako mbioni kukamata mtu mmoja apate kuwa mtumwa mbele zao. Mtu mmoja apate kuwa kama wao walivyokufa. Maana baada ya vifaru ndio na wanajeshi. Haya ni matakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Simameni katika haya. Nikaendelea kuambia, akaniambia sauti, ambia watu wangu mambo wayo ambia watu wangu mambo hayo matakatifu, ya kwamba nilikufa kwa ajili yao, nikazarauliwa na kutukanwa kwa ajili yao, nilikafa kwa ajili yao. Inabidi na wao wajitoe kwa ajili yangu, wageuze mwenendo na njia zao, ili wasinaswe na kongwa la mafundisho ya uongo. Kugeuka, kuwa chonjo ili usipate kunaswa na mafundisho ya uongo. Lakini baada ya hapo tena akaendelea kuniambia kongwa la utumwa na kongwa la kubebeshwa mizigo. Ninawapenda wote aswa watakao geuka. Nawapenda na wahitaji kila wakati. Nalia ninapoona watoto wangu wanapokwenda katika njia zingine. Haleluya Bwana. Akasema nalia na kuhuzunika ninapowaona watoto wangu hawajitambui katika njia zao. Wamekubali kuongozwa na shetani, wamekubali kumtumikia shetani, na wengine wamo ndani ya kanisa wanaabudu, na wengine wanaabudu wakiwa watumishi wa shetani. Haya ni maneno ya Bwana Yesu Kristo ambayo nataka nikusomee uelewe kwa kina ni kitu gani Kristo anataka sisi kuwa. Anatupenda na anahuzunika. Mungu waga anahuzunika kwa ajili ya matendo tunayatenda. Lakini sikiliza, watoto wangu ni kitu gani kimewapata? Ni swali kwa kanisa, swali kwa ulimwengu. Watoto wangu ni kitu gani kimewapata?
Jambo gani nimelitenda kwenu hadi mniasi? Hadi mimi nijute? Wanadamu, lango uko wazi kwa watakao tubu. Njia iko wazi kwa atakayegeuka. Ambie watoto wangu wageuke, waachane na njia chafu, watembee katika njia ya haki na kweli, wakaishi. Njia ya haki na kweli, ili kupata kuishi. Akasema wawe watu wa nuruni. Mimi ni nuru, na aliye wangu atakuwa wa nuruni. Mimi ni mwenye haki, na aliye wangu atakuwa mwenye haki. Mimi ni mkuu, na aliye wangu atakuwa mkuu. Hatashindwa na lolote katika dunia hii. Na mwisho wa siku, baada ya uvumilivu, nitampa uzima wa milele. Sitamuacha kamwe aliye kuwa kwangu, hata kama ziki zikimwandama, hata kama dunia ikimcheka na kumwandama, lakini sitamuacha aliyekuwa wa kwangu wakati wa uharibifu. Sitamuacha aliyekuwa wa kwangu apate huzuni. Ni Yesu Kristo anatupatia mambo ya furaha, hata hachilia yoyote aliyekuwa wa kwake kupata uharibifu wala huzuni. Lakini akaniuliza swali aliloniuliza, akasema, unaona nini mwanadamu? Mimi kwa sababu nilikuwa naona, nikajibu nikasema, ninaona ndege zinasafiri kwa kasi, na zingine za kusafiri kama helikopta, na zingine ni za vita, ila sijaelewa ni nini bwana wangu. Ndio nilipomjibu. Maana yake ni nini? Sikuelewa. Lakini tena akaanza kuniambia, ndege zote unazoziona, yani sio ndege wa kuruka hapa, ndege za watu za vita. Akasema ndege zote unazoziona za vita wanafanya kazi sawasawa na vile vifaru ulivyoviona kwenye nchi kavu. Kwenye nchi kavu yote mapambano ni kuhakikisha mtu mmoja anaanguka. Wote wanatumwa kwa sababu ya kuhakikisha mtu mmoja anaanguka. Watakatifu wajitenge na anasa za dunia. Wana wa Mungu wawe mbali na yote ya dunia. Akaniuliza tena, unaona nini mwanadamu? Lakini mimi pia nikajibu, naona majengo makubwa. Wakati yeye ananiuliza unaona nini mwanadamu, mimi nikasema ninaona majengo makubwa. Yani niliona manyumba makubwa, magorofa, uzuri wa dunia. Naye sasa akasema kulingana jibu yangu na vile nilivyokuwa naona, akaniambia, akasema, hizo ndizo tamaa ambazo mwanadamu amewekeza akili zake. Manyumba yamekuwa ndiyo tamaa. Manyumba yameweka moyo wa mwanadamu kuwa mbali na Mungu wao. Kutamani nyumba, kutamani magari, na kutamani vitu visivyokuwa na amani, vitu visivyokuwa na uhai, vitu visivyoweza kuponya, vitu visivyoweza kuponya. Ndio huko mwanadamu anaelekeza akili yake, anaelekeza maisha yake, anaelekeza njia zake katika mambo hayo. Kwa hiyo nikaendelea kuambiliwa tena, mwanadamu, hayo unayoyaona umeyaona vema
nimeliweka neno langu ili ukawaambie watoto wangu ya kwamba hakuna uwai kwa yeye awekezaye tumaini katika njia za giza na awekezaye akili kwa vitu vya dunia. Atapotea kama vitu vya dunia vitakavyopotea. Kanipatia katika andiko ili ya Yeremia 17:1-9 na Zaburi 1:1-6. Hata kwa tuangalia Yeremia 17. Yeremia 17 mstari wa kwanza hadi wa 9 anasema hivi: Dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma, na kwa ncha ya almasi imechorwa katika kibao cha moyo wao na katika pembe za madhabahu zenu. Na wakati huu watoto wao wazikumbuka madhabahu zao na mashera yao karibu na miti yenye majani mabichi juu ya milima mirefu. Mlima wangu wa uwandani, nitatoa mali zako na hazina zako zote ziwe nyara na mahali pako palipoinuka kwa sababu ya dhambi katika mipaka yako yote. Wewe nafsi yako utaachana na urisi wako niliokupa, nami nitakulazimisha kuwatumikia adui zako katika nchi usiyoijua. Maana umewasha moto katika hasira yangu utakao waka milele. Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, ataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Nikaambiwa katika Zaburi ya kwanza 1-6. Zaburi ya kwanza 1-6 nasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, wala akuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake alinyauki, na kila litendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakusaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Baada hiyo ndio andiko niliyopewa. Lakini baada ya hapo, wale akaendelea kuniambia, wale watakaopenda dunia hawatamwona Bwana. Dunia si nzuri na haitaweza kuwa nzuri kwa watakatifu. Nikamuona Yesu Kristo, yani Mungu, akiwa na kitabu na sauti, nikamwona akiwa na kitabu na sauti ikasema, kitabu cha mwana kondoo
na majina ya watakatifu yanachunguzwa kila wakati, wale waliohesabiwa haki tangu kuumbwa kwa dunia, na wala hawatapotea kamwe. Heri yeye aliye na hofu mbele za Bwana, apate kula matunda. Sura nzuri haithibitishi uzuri wa moyo, na uzuri wa dunia waficha ubaya wake. Waliomo hawawezi tambua. Kilio changu ni kwamba wote wafikirie toba na wokovu waupate. Nitawapa kuishi milele wote wanipendao. Nami nikaona kitabu hicho, majina ni mengi. Nikamuuliza, Bwana, mbona majina ni mengi? Ni mengi sana. Bwana, mbona majina ni mengi sana? Akasema, nitakuonyesha kitabu kingine. Kitabu unachoona ni kitabu cha kila mtu aliye duniani. Kabla ya kuzaliwa, lazima jina lake liwekwe na kazi yake atakayotenda duniani, hiyo kazi ijulikane. Sijui tumeshakula dakika ngapi hapa? Dakika 20. Baada ya kuona hayo, niliona niwaonyeshe hayo, ndio niliyoyaona. Unapozaliwa katika dunia, ni lazima jina liwe katika kitabu cha watu wote, lakini pia niliona kitabu cha mwana kondoo ambacho ni kitabu cha watakatifu kimewekwa humo. Majina ya watakatifu wanaotembea vizuri na Yesu Kristo wameandikwa humo pia. Lakini pia akaniuliza swali. Aliponiuliza swali tena, akasema hivi, mwanadamu unaona nini? Mwanadamu unaona nini mwanadamu? Nami nikajibu nikasema, ninaona mavazi na wanawake wanaovaa sana Yesu Kristo. Ndio nilivyosema. Naye baada mimi kujibu, naona wanawake, na ndivyo nilikuwa naona. Yaani ananionyesha, lakini tena ananiuliza swali ili nijibu kwa kile kulingana vile ninavyoona, alafu tena aanze kuniambia na kunifundisha na kunifunulia juu ya kile kitu nilichokiona. Ndio ilivyokuwa hiyo siku. Ilikuwa siku ambayo uweze ukaaminia. Masaa zaidi ya masaa matatu tuko na unabii huu ambao zaidi ya masaa matatu. Ilikuwa ni siku ya furaha na raha. Sasa yeye akaendelea sasa kuniambia, wanadamu wamewekeza akili zao kwa mavazi, wamewekeza pesa zao kwa mavazi, huko wakikana neno la Kristo, la Yesu Kristo. Wakiwa ndani ya kanisa, akili zao ni kwenye mavazi, na wengine wavaa mavazi wakienda kanisani kwa kutishia wengine kwamba wao ndo wanajua kuvaa kushinda wengine. Vita katika mavazi kwa wanadamu. Lakini akaniambia, mwanadamu mavazi ni mazuri, lakini yavaliwe katika lengo la utakatifu, lengo la wokovu. Ndo ananiambia. Lakini tena akaniuliza, unaona nini tena mwanadamu? Nami nikajibu, naona hela dola za Amerika. Ndo nilizoziona. Baada ya mimi kuona hizo hela na dola za Amerika, ilikuwa zinateremka mbele yangu, zimejaa dola. Yeye akasema, hiyo ndiyo miungu. Hiyo ndiyo miungu ambaye mwanadamu amechagua. Pesa, dola. Ndiyo miungu ambaye mwanadamu amechagua. Mwanadamu ameona pesa ndio mungu wake, atakayeweza kumuokoa. Hakuna uwai wa wapendao anasa kwa pesa za aibu. Je, pesa ni dhambi? Utajiri ni dhambi? Hapana. Naliinua Ibrahimu, naliinua Ayubu, naliinua Sulemani, na wengine naliinua. Lakini leo, hata leo mimi nawainua. Pesa zinakuja kuwa dhambi pale mwanadamu anapoelekeza akili zote kwa pesa.
na kushindwa kumtafuta Mungu. Kwa ajili ya hiyo wengi watumika kazi siku ya sita, siku za ibada. Wengi wakataa kwenda kanisani kuabudu Mungu kwa ajili ya pesa. Hapo ndio pesa inaanza kuwa vibaya kwa mwanadamu, na ndio mioyo ya wanadamu ilivyoona inageukia pesa kushinda mambo ya Mungu. Lakini akasema siku ambayo Mungu anastahili kuabudiwa na kutukuzwa, wanaacha kwenda makanisani kwa sababu ya kutafuta hela, na wanapozipata hela wanazitumia kwa vitu vya starehe na anasa ya miili yao. Ndio mwisho wa pesa anazozipata mwanadamu, starehe, anasa ya miili yao. Pesa zinaishia hapo. Lakini akaniambia hawakumbuki Mungu wao hata siku moja. Hata siku moja watu hawakumbuki Mungu kwa anasa ya pesa. Kwa hiyo pesa imekuwa Mungu. Pesa imekuwa Mungu. Wana wa Mungu. Pesa imekuwa Mungu. Wana wa Mungu wameasi Mungu wao kwa sababu ya makaratasi yanayochomeka. Mwanadamu, unaweza kuchukua pesa na kuiweka kwenye moto, nawe utaona imeungua. Utaona kabisa imegeuka kuwa majivu. Je, akasema, je, kitu kinachochomeka na moto wa kawaida na kugeuzwa kuwa majivu mbele ya uso wa mwanadamu ndo utakacho kiweka kuwa Mungu wako? Mwanadamu asiyekuwa na akili, ambaye unaona ya sasa na wala usiweze kuona yanayokuja baadaye. Unabii ni ndefu sana, na kwa hiyo unabii kama nilivyosema, nataka nisome. Sitaki kusema kama zingine, nataka nisome. Lakini hata hivyo mara nyingi waga nataka nisome vile nilivyoandika. Sio eti sijui, lakini nataka ni represent kwa njia hiyo, niwaambie watoto wa Mungu hivyo. Lakini kuna zingine waga sisomi. Lakini akasema hivi, mwanadamu, yanayokuja baadaye ni mambo mawili, yanayofurahisha na yanayosikitisha. Walio wema watafurahi na wabaya watashuka katika ziwa la moto. Watalia milele kwa sababu kwa upendo wangu ninawapenda watoto wangu wageuke, wasiandamane na mashitani, wakatae. Tumeshia hapo katika kisehemu hiyo, na nilikwambia unabii huu ni mrefu, na kama unabii ni ndefu ndio maana ninaukatakata dakika 30. Dakika ngapi? Tunahakikisha tunautoa hivyo. Lakini lengo kubwa ya yote Yesu Kristo ambaye amenipatia ni kuhakikisha nyote mpate kurudi katika kweli ya Yesu Kristo. Kama ni kanisani, nenda kanisani, usiweke pesa kuwa Mungu wako. Ni maneno yangu haya sasa. Kama ni kanisani, weka kanisani, nenda kanisani, usiweke pesa kuwa Mungu wako. Usijaribu kumwasi Yesu Kristo kwa sababu ya pesa. Na usijaribu kwenda kuzimu na kutaka kwenda kuzimu kwa sababu ya mavazi. Mavazi unabii unasema kwamba yanazivaliwa kwa sababu ya kujitunza, kujiweka, ya kujistiri, ya kujifunika aibu zetu. Lakini si kwa sababu ya lengo la kupigana, ya kujinua, ya kudharau wengine. Tumekwenda mbali Yesu Kristo. Ni mengi ambayo Mungu ameongelea katika unabii huu. Kwa hiyo wana wa Mungu, tutembee katika kweli, tutembee katika njia ya Yesu Kristo ili tupate kuishi maisha ya milele siku za baadaye.
hilo. Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.